Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Mimi binafsi nafikiri kwanza, jambo la kwanza ni kuangalia hao ambao wanatengeneza hizi kanuni wanakuwa wanalenga vitu gani. Jambo la msingi la kuangalia. Jambo la pili, kabla kanuni hazijapitishwa, virabu vina mchango gani katika kuhakikisha kwamba hizo kanuni zitakwenda kutumika. Ninachokijua ni kwamba virabu vina uwakilishi katika bodi ya ligi, kwa maana wale viongozi. Na je, wanapokuwa wanapewa hizi kopi au nakala za hizi kanuni, huwa wanakuwa wanazipitia kama zilivyo, kwa maana kila kipengele na nafasi yao ya kuweza kushauri ni ipi? Ndio jambo la msingi. Kama wao wanakuwa wamezipewa hizi kanuni na kuweza kuzipitia kwa ziko sawa, maana yake ni kitu ambacho wamekubaliana. Kwa kama watu wamekubaliana, maana yake baada ya pale mtakwenda kwa vilabu vyenu, mtawaambia wale viongozi wa benchi la ufundi na wachezaji wajue kwamba kuna kitu 1 2 3 4 5. Kwa maana yake lazima uweze kuwapitisha kwenye yale ambayo unafikiria kama itakwenda kutokea, itakuwa ina athari kwenye timu kwa mtu mmoja mmoja au timu. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi la kuzingatia. Lakini jambo la pili la kuangalia, wale ni good kanuni zimepita. Je, patakuwa pana consistency? Yaani hizi siwe zimewekwa kanuni kwa ajili ya malengo tofauti. Nafikiri unanielewa. Yaani unaweza ukawa una kanuni alafu ikawa inakosa meno kwenye baadhi ya maeneo, kwamba ikawa inafanya kazi kwenye baadhi ya maeneo au kwenye baadhi ya timu na kwenye timu nyingine isiwe inafanya kazi, au ikawa ni fimbo za kuweza kuumiza wengine na upande mwingine kusaidia wengine. Kwa hayo ndio mambo ya msingi ya kuyaangalia. Ila kama walikuwa wamekaa wakubaliana zikapita wakapitishana, ni kitu kizuri. Kitu rai yangu ni kwamba ziende bila kurudi nyuma. Wanzo sheria ni msumeno, ziendelee kukata. Isije kama mengine yakija kutokea mbele yakawa yanafunikwa, mengine yakawa hayafunikwi. Kama ni mwendo ndio huo wa mechi 5, basi iwe ni hivyo hivyo. Na hata kwenye kutafsiri tuweze kuona hao ambao wametafsiri hiyo issue ya aliweza kuhatarisha maisha ya mchezaji mwingine, walitumia vigezo vipi? Kwa sababu kwenye haya mambo ambayo yamekuwa yanakaa very relative, wakati mwingine unaweza kukuta kuna iveji kulingana na mtazamo wa watu. Kwa sababu kama mtu amekaa kwamba hii foul ingeweza kuvunja mguu, ndio tokea nyingine hii ilikuwa iende kwenye mguu, ilikuwa kwenda pembeni. Kwa lazima hapo napo waweze kuangaliwa. Kile tunataka ni kuona kwamba mambo yote yaende kwa utaratibu, yabane kwenye kila timu na yawe yanatija. Kile community niambia, kwa mawazo yangu binafsi, nafikiri haina haki ya kwenye mpira kumfungia mchezaji mechi 5 kwa kosa la kimchezo, la uzie mchezo. Hata kadi yenye nyekundu ambapo mtu anakuwa anapewa kwa kuweza kukoresha mchezo, azibu mechi 5. Tunashuhudia zinakuwa ni mechi 3, kwa maana anakosa mechi yenyewe pale na mechi 2 za baadaye. Sasa tukio hilo la kwenda kwa mechi 5, mimi kwa upande wangu nafikiri haiko sawa, ingaje wao walikuwa wampitisha. Yaani kiwalisia, kwa mtazamo wako wewe unaamini kwamba hii haina afya mchezaji kufungiwa mechi 5? Mimi kwangu binafsi naona haina afya, kwa sababu mwisho wa siku tuna promote vijana wacheze. Na katika mpira miguu, na si kwamba naongea haina afya kwa maana ninatetea watu kuendelea kufanya matukio ya kuhatarisha, lakini pia lazima tunaangalia pande zote mbili. Kwa mchezaji huyo alifanya tukio, alikuwa katika wakati gani? Sawa, alikuwa na malengo gani? Lakini je, ndio yende mechi 5? Kwa nini isiwe utaratibu wa kawaida ule kama tunazoea wa kadi nyekundu? Kwa sababu tunajua mtu akipewa kadi nyekundu ambayo ni red card anaweza kupewa mechi 3, ila unless kama ingetokea matukio yale mtu ametukana, amepigana nje ya mpira, haipo kwenye movement, wameshikana mpigana ngumi, hayo yanakuwa matukio ambayo ni ya moja kwa moja ya utovu wa nidhamu, ambayo hata ukifungia mechi 5 mechi 7 inakuwa iko sawa. Lakini mtu kafanya fouls ndani ya mchezo akiwa anapambania timu yake, no matter what, kumpa mechi 5 nafikiri si sawa kwa upande wangu mimi binafsi, bado mimi sawa. Kwa hiyo una mashaka kwamba huenda hii kanuni isitekelezwe kwa wakati mwingine? Sasa hilo ndio ambalo nasema kwamba sasa hivi tuangalie, na sisi kama wadau wa mpira tunaweka note na rekodi kwamba kama tunaweza kufungia mtu mechi 5, basi tuone adhabu hizi zikiendelea. Lakini pia hata ile la waamuzi ambao tumeona leo hii, maamuzi amefungiwa Mwalimu Doe kwa sababu ya kushindwa kutafsiri, binafsi nafikiri haikuwa sawa, kwa sababu lazima tuweze kuangalia hawa waamuzi, siwe tu kwamba media zinakwenda kupush, watu wanapush. Mwamuzi ana vitu gani vingine vya ziada vya kumsaidia kuweza kutafsiri?
Ujue hizi VAR zimewekwa sio kama ni nini, ni msaada mkubwa. Leo hii hapa sisi tunazungumza ilikuwa ni penalty au whatever, kwa sababu tumeweza kuona marejeo ya picha. Kama ingekuwa kuna marejeo ya picha, hakuna ambaye angeweza kuona ile tukio. Kuna sio kama wanaamua kuwa very serious, tuendelee kuona mwendelezo huu kwenye kila mchezo, uwe mchezo wa Yanga, uwe ni wa Pamba, uwe ni nani, wote. Isije kawa hata baadaye maeneo mengine hatuoni kamati ikitoka mapema na kuweza kutoa meno na ikaa kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo kiuhalisia kwamba kamati isifanye kazi kwa miemko ya wadau. Vile shughuli wasifanye kazi kwa miemko ya wadau na kwa hisia. Yaani naomba yaani wafanye kazi kule, yaani kwa uweledi, lakini pia wawe na vigezo ambavyo havibadiliki. Yaani si ligi ndio inaanza hivi. Wameanza vizuri na sisi tutakuja na huu mwendo ambao tunaanza kuona ni mwendo mzuri kwamba watu wako very serious, hawana utani, wanafanya kazi zao. Sasa huu serious huo kwenye kila mchezo, sio kuja kutokea baadaye tunakaa mechi 7-8 hatuoni kamati. Lakini hiyo ndio rai yangu kwamba haya maamuzi ambayo wanayafanya tuweze kuyaona basi yawe endelevu. Lakini awali kulikuwa na maoni ambao kwa mujibu wa taarifa bodi ya ligi walikaribisha maoni kwa ajili ya hizi kanuni na wadau pia walipaswa kutoa maoni yao. Sasa hauoni kana kwamba pia huenda wadau hawakuhusika kwenye, yani kwamba wao wenyewe walikuwa yani wameshindwa kuhusika pia kwenye eneo hilo? Yaani unasikia mfumo wa kutoa opinion ni mfumo mpana sana ndugu yangu Said alimwandika. Yaani kutoa ni kama vile zamani ambako unakuta kuna box la limekaa pale kwenye ukuta, unaambiwa ti box la maoni. Unaelewa? Kwa hiyo anayefungua ni mtu mwingine, anayesoma ni mtu mwingine, yeye ndo anajua amefungua, amesoma, kuna kitu au kuna kitu. Je, kuna njia gani ya mrejesho kwa watu? Wewe unaamini kwamba watu wakutoa maoni? Kwa lazima uwe ni mfumo shirikishi na rafiki tuone, je, maoni yepi yalitolewa? Unaelewa sisi? Yakawekwa pale, waliyachukua yepi na yepi waliyaacha? Waliweka ile rupu kwa ya open. Maana ukisema kwamba watu mmoja walitoa, lakini kutoa maoni kitu kimoja na kufanya kazi jambo lingine. Unaweza ukasema watu watoe maoni ikiwa tu ni sehemu ya kutaka tu kukamilisha mchakato wa nini wa ushirikishaji, kwamba tulishirikisha, lakini sio tu kushirikisha, ionekane kweli watu wameshirikishwa na hatua zimechukuliwa. Kwa mimi bado ukisema kwamba walikuwa wametoa maoni, hatujui to what extent, kwa scope ipi ambayo watu walikuwa wameweza kutoa, na yepi alichukuliwa na yepi hakuchukuliwa kwa muda gani, na je walirudi kutuambia kwamba tayari tupata maoni ana tumechukua haya. Lakini viongozi wa vilabu bila shaka si ndio hao pia wanapitisha kanuni. Ina maana kwamba hii kanuni si wao wenyewe ndio wamepitisha? Ndio mara ya kwanza nilikwambia kwenye rejea yangu, nimekuambia kwamba je, hawa viongozi wanapokuwa wanapewa hizi kanuni wanapitisha kama business as usual au wanazisoma? Na sio kuzisoma tu, wanapeleka kwenye wale technical bench na wachezaji wao kwenda kuwashirikisha. Sio, unaelewa sio? Basi inawezekana kitu kama mnapewa tu hiki hapa kwenye mkutano tu mmoja, document hapa ndio utapita. Hapana, ni lazima waweze kushirikisha, tuone wachezaji na wao wakishirikishwa, hasa kwenye maeneo ambayo yana athari na timu hizi moja kwa moja, kwa sababu unakuta wakati mwingine tutakuja kuingia kwenye sintofahamu kwenye kutafsiri kanuni za hizi kanuni katikati ya msimu. Hata wajiulize kwamba je, hawa watu hizi timu hawakuyaona haya wakati wanayapitisha? Kwa mimi ilinipa wakati mgumu kuuliza, je, wale walipita wakaona kuna mechi 5? Lakini pia inawezekana kwa umeandika mechi 5 umetoa tafsiri sahihi inayoeleweka, yaani kuna vitu vya msingi ambavyo vinaonyesha kwamba mechi 5. Tayari ukaandika kwa bwana ambaye ataonekana amecheza fauli ya kuatisha mchezaji mwenzake ni mechi 5. Hiyo faulu ya kuatisha mchezaji mwenzake ni ya namna gani? Yaani isikae tu general ambayo itakwenda kutoa rupo kwa mtu kuamua anataka yeye. Sio, unaelewa sio? Hapa na kuelewa vizuri. Kwa lazima uweze kuelezea kwa kina kwamba hiyo faulu itakuwa ina 1, 2, 3, 4, 5. Hii ndio itapeleka kitu fulani. Lakini ukisema tu kwamba mchezo ambao utakuwa ni hatarishi kivipi? Iko sababu kitakuwa inapeleka kwenye kamati wao kuwa na meno ya kuweza kuamua. Kwa lazima meno yabakie kwenye kanuni, lakini meno yasibakie kwenye hekima za watu. Kwamba kiuhalisia kwako hii kanuni unaikataa moja kwa moja? Mimi binafsi kwa upande wangu haina afya
kwa mpira, na kwa sababu ya kushangaa siku inakuwa yani kamati inakuwa ni sehemu ya kufungia wachezaji. Brother, 5 matches sio kitu kidogo. Mechi 5 unazungumzia kwenye ligi ambayo ina mechi 30. Kwa hiyo unaona kwenye timu ambayo ina mechi 30 unafungia mechi 5 kwa kosa kama lile, kwa ngumi na fikiri hapana. Ndio nikwambia kwamba hata kadi yenyewe nyekundu ya direct sio mechi 5, ni mechi 2 zinazofuata na mechi moja ambayo anakuwa ametoka. Why hii kitu hiyo mechi 5? Je, hiki kitokea siku mtu ampigana, si ndio tutashangaa funga msimu mzima? Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.